Kabla ya mipaka, kabla ya ramani, kabla ya tiketi za kuingia, kulikuwa na ardhi pana na tambarare zisizoisha. Upepo ukipita kwenye nyasi ndefu kama bahari ya kijani. Hapakuwa na geti, hakukuwa na sheria za uhifadhi. Kulikuwa na asili ikiishi kwa kanuni zake. Simba walitembea huru, tembo walihama bila kuzuiwa, na nyumbu walifuata mvua kama saa ya asili isiyo na betri. Ardhi hii ni hifadhi ya taifa ya Serengeti. Jina hili lilitokana na lugha ya Kimasai. Wamasai waliita Siringeti, maana yake ni ardhi isiyo na mwisho. Fuatana nami kujua moja ya maajabu yaliyopo nchini Tanzania. Karibu The Storyside. Mwisho wa karne ya 19 na mwanzoni mwa karne ya 20, Afrika Mashariki ilikuwa chini ya ukoloni wa Kijerumani ikijulikana kama German East Africa. Serengeti haikuwa maarufu kimataifa, lakini wawindaji wa Ulaya walikuwa tayari wameanza kusikia hadithi zake kuhusu ardhi pana yenye wanyama wengi kuliko mahali pengine barani Afrika. Na hapo ndipo safari zilianza. Katika kipindi hicho, uwindaji haukuwa kwa ajili ya chakula. Ulikuwa ishara ya hadhi. Maafisa wa kikoloni, wanajeshi na mabwana kutoka Ulaya walikuja Afrika kwa kile walichokiita big game hunting. Simba hawakuwindwa kwa sababu ya hatari yake. Aliwindwa kwa sababu alikuwa mfalme wa savana. Tembo aliwindwa kwa meno yake. Pembe za ndovu zilikuwa biashara kubwa kimataifa, zilitumika kutengeneza vitu vya kifahari huko Ulaya. Vipi kuhusu faru? Pembe yake ilichukuliwa kama thamani ya kipekee katika masoko ya Asia na Ulaya. Kila mnyama mkubwa aliyepigwa risasi alikuwa ushahidi wa ushindi. Ngozi zikapelekwa Ulaya, vichwa vikabandikwa ukutani, picha zikapigwa pembeni ya maiti za wanyama kama kumbukumbu ya ushujaa. Baada ya vita kuu ya kwanza ya dunia mwaka 1914 hadi 1918, Ujerumani ilipoteza makoloni yake. Afrika Mashariki ikawa chini ya Waingereza na kuitwa Tanganyika Territory, chini ya usimamizi wa League of Nations. Lakini jambo moja halikubadilika, kwa sababu uwindaji uliendelea. Kwa Waingereza, safari za uwindaji zilikuwa sehemu ya utamaduni wa kifalme. Maafisa wakubwa wa kikoloni na wageni mashuhuri waliendelea kuja kuvuna, na Serengeti ilikuwa hazina isiyodhibitiwa. Hata hivyo, kufikia miaka 1920, dalili za hatari zilianza kuonekana. Idadi ya simba katika baadhi ya maeneo ilipungua kwa kasi. Faru weusi walikuwa wakiwindwa kupita kiasi. Tembo waliuawa kwa mamia na maelfu. Mwaka 1921, sehemu ya Serengeti ilitangazwa kuwa game reserve, si kwa sababu ya huruma, bali kwa sababu wanyama walikuwa wanaanza kupungua. Hii haikumaanisha uwindaji kuwa umekoma. Ilimaanisha umewekewa leseni. Wenye vibali waliweza kuwinda, wasiokuwa na vibali walikuwa haramu. Lakini bado Serengeti haikuwa mbuga ya taifa. Haikuwa eneo la utalii wa hifadhi, bali ilikuwa bado ni ardhi ya uwindaji uliodhibitiwa. Baada ya muda, kelele za risasi zikaanza kusikika zaidi kuliko milio ya simba. Biashara ya pembe za ndovu ikaongezeka. Mifumo ya asili ilianza kuyumba polepole. Lakini jambo la kushangaza ni hili: licha ya uwindaji huo mkubwa, Serengeti iliendelea kuwa na wanyama wengi sana, kwa sababu eneo lake ni kubwa.
na mfumo wake wa uhamaji ulikuwa bado haujavunjika, hivyo asili ilijitetea yenyewe. Mwaka 1951 chini ya utawala wa Waingereza katika Tanganyika, uamuzi mzito ulipitishwa rasmi. Eneo kubwa la Serengeti likatangazwa kuwa Serengeti National Park. Hii haikuwa tu tangazo la kisheria, bali ilikuwa mabadiliko ya falsafa. Ni kwa mara ya kwanza Serengeti haikuonekana kama hazina ya uwindaji pekee, bali kama urithi wa asili unaopaswa kulindwa kwa kizazi kijacho. Kwa nini uamuzi huu wa mwaka 1951 ulikuwa muhimu? Kabla ya hapo kulikuwa na game reserve, yaani eneo la uwindaji uliodhibitiwa. Lakini kufikia miaka 1940, watafiti wa ekolojia na maafisa wa uhifadhi walikuwa wameanza kuona ukweli wa kuwa Serengeti ilikuwa na mfumo wa kipekee duniani. Idadi kubwa ya wanyama, mzunguko wa asili uliokuwa haujavunjika, na uwiano wa kiikolojia uliokuwa nadra sana kupatikana mahali pengine. Kulikuwa na hofu ya kwamba kama uwindaji na upanuzi wa makazi ungeendelea, mfumo huu ungeharibika. Ndipo uamuzi wa kuanzisha hifadhi ya taifa ukachukuliwa. Katika mtazamo wa watawala wa wakati huo, uhifadhi ulimaanisha kitu kimoja: hakuna makazi ya binadamu ndani ya hifadhi. Na hapo ndipo historia inakuwa nzito. Kwa karne nyingi, jamii ya Wamasai waliishi ndani ya eneo hilo wakiwa wachungaji. Hawakufanya kilimo kikubwa na hawakuwinda kwa kiwango cha biashara. Lakini sera mpya ya hifadhi ilisema wazi ya kwamba Serengeti inapaswa kuwa eneo la wanyama pekee. Hivyo Wamasai walitakiwa kuondoka. Uhamisho haukuwa wa ghafla kwa siku moja, lakini ulikuwa wa lazima. Jamii zilihamishwa kuelekea maeneo ya kusini mashariki, eneo ambalo baadaye liliundwa rasmi kama Ngorongoro Conservation Area mwaka 1959. Tofauti na Serengeti, eneo hilo liliundwa kwa mfumo wa multiple land use, yaani binadamu na wanyama kuishi pamoja. Lakini Serengeti yenyewe ilibaki bila makazi ya kudumu ya kibinadamu. Kwa upande mmoja, Serengeti iliokolewa. Kwa upande mwingine, jamii zilipoteza ardhi ya mababu zao. Hii ndiyo changamoto kubwa ya uhifadhi wa karne ya 20 barani Afrika: kulinda asili, lakini kwa gharama ya jamii za asili. Baada ya tangazo hilo, uwindaji wa kibiashara ndani ya hifadhi ulipigwa marufuku. Doria za kulinda wanyama zikaimarishwa na mipaka rasmi ikawekwa. Kwa mara ya kwanza, Serengeti ilianza kutambulika kimataifa kama hazina ya asili inayolindwa. Haikuwa tena uwanja wa bunduki, ilikuwa eneo la kuhifadhi mfumo mzima wa ekolojia. Hivyo Serengeti ikabaki kimya. Hakuna makazi ya kudumu ya binadamu ndani ya mipaka yake, lakini kimya hicho kilibeba hadithi za jamii zilizoondoka, milio ya wanyama waliobaki, na mwanzo wa enzi mpya ya uhifadhi Afrika Mashariki na Tanzania. Kila mwaka, bila tangazo, bila ramani mkononi, bila GPS, ardhi ya Serengeti inatetemeka na kusogea. Si ardhi yenyewe kwa utashi wake, bali kwa miguu ya nyumbu. Zaidi ya nyumbu milioni 1.3 hadi milioni 1.5, pundamilia takribani 200,000 na mamia ya maelfu ya swala aina ya Thomson gazelle huongezeka. Safari inaanzia wapi? Mzunguko huanza rasmi kusini mwa Serengeti, kwenye tambarare za nyasi fupi karibu na mpaka wa Ngorongoro Conservation Area. Lakini kati ya Januari na mwezi Machi, eneo hili hugeuka kuwa chumba cha uzazi, na zaidi ya ndama 500,000 huzaliwa ndani ya wiki chache tu. Kwa nini hapa?
Ni kwa sababu nyasi za eneo hilo ni fupi na zenye madini mengi, hasa baada ya mvua za msimu. Hii huwapa mama nguvu ya kunyonyesha na huwapa ndama mwanzo wa haraka wa maisha. Lakini uzazi huleta hatari. Fisi huzunguka, duma hufuatilia, simba husubiri kwa kimya kizito. Takriban maelfu ya ndama hufa ndani ya miezi ya kwanza, lakini wengi wanaishi na safari inaanza. Safari hii si matembezi ya sherehe, bali kufuata malisho. Uhamaji huu hauongozwi na kiongozi mmoja. Hakuna nyumbu ambaye ni rais. Wanaongozwa na mvua. Wanahisi mabadiliko ya upepo na wanahisi harufu ya nyasi mpya. Kutoka kusini, kundi linasogea magharibi kisha kaskazini, wakikata Serengeti yote, na kufikia Julai au mwezi Agosti wanakaribia mpaka wa Kenya na kuelekea Masai Mara National Reserve. Huu ni mzunguko wa zaidi ya kilomita 800 kwa mwaka. Kuna wakati wa kusimama ambapo wanakutana na kituo cha maamuzi ya maisha yao. Huu ni mto Mara. Ndani ya maji kuna mamba wakubwa wa Nile wakiwasubiri nyumbu ambao hawajui kuogelea kwa ustadi, lakini wanajua lazima wavuke. Wanasimama, wanasita, halafu mmoja anaruka na ghafla maelfu wanafuata. Baadhi huzama, baadhi huvutwa chini na mamba, na baadhi hukanyagwa kwenye msongamano, lakini wengi huvuka. Uhamaji huu si tu safari ya nyumbu, ni injini ya Serengeti. Wanakula nyasi na wakiacha ardhi kuwa wazi kwa mimea mipya. Kinyesi chao hurutubisha udongo. Miili ya waliokufa hutoa chakula kwa tai, fisi na wadudu. Huu ni mzunguko kamili wa ekolojia. Ndiyo maana watafiti wengi tukio hili wanaita ecosystem in motion. Takriban nyumbu 250,000 hufa kila mwaka katika mzunguko huu. Hufa kwa njaa, uchovu, mawindo au ajali za kuvuka mito. Lakini idadi ya waliozaliwa huzidi waliokufa. Hii ndiyo siri ya mfumo huu kuendelea kwa maelfu ya miaka. Kila kundi linaposogea, ardhi nyuma yao hubaki kimya kwa muda. Halafu nyasi hukua tena, msimu hubadilika na mzunguko huanza upya. Hili si tukio la mara moja, ni mapigo ya moyo ya Serengeti, na kila mwaka bila kukosa ardhi hii inaendelea na ule mzunguko wake wa asili. Miaka iliyopita Serengeti haikubaki tu hifadhi, bali ikawa maabara hai. Kuanzia miaka 1950 na mwaka 1960, wanasayansi kutoka Ulaya, Marekani na Afrika walianza kufika kwa lengo moja: kuelewa kwa nini mfumo huu haujavunjika. Katika maeneo mengi ya dunia, mifumo ya wanyama ilishaporomoka, lakini Serengeti iliendelea kuwa imara. Mwaka 1962, wanasayansi walianzisha utafiti wa muda mrefu ulioitwa Serengeti Research Project. Ulikuwa mojawapo ya tafiti ndefu zaidi za ekolojia kuwahi kufanywa duniani. Walifuatilia idadi ya simba kwa miongo kadhaa, mzunguko wa magonjwa kama rinderpest, athari za moto wa savana na mabadiliko ya mvua na nyasi. Walichogundua kilikuwa cha kushangaza. Serengeti haikuwa tu mkusanyiko wa wanyama, bali ilikuwa mfumo uliounganishwa kwa usahihi wa maajabu. Simba katika maeneo mengi huishi kwa makundi madogo, lakini Serengeti ina baadhi ya makundi makubwa zaidi ya simba barani Afrika. Kwa nini? Kwa sababu kuna chakula cha kutosha. Uwepo wa nyumbu na pundamilia kwa wingi unaruhusu simba kuunda prides zenye wanachama wengi, na wakati mwingine zaidi ya 15 au 20. Hii ilifanya Serengeti kuwa moja ya maeneo yaliyochunguzwa zaidi kuhusu tabia za simba duniani.
Tafiti zao zimetumika kuelewa muundo wa familia, migogoro ya madaraka na hata mikakati ya uwindaji wa pamoja. Watafiti pia waligundua kitu kingine. Moto wa asili katika savana haukuwahi kuwa adui, bali huwa sehemu ya mfumo. Moto mdogo wa msimu huzuia miti kuenea kupita kiasi na kuruhusu nyasi kukua tena. Vivyo hivyo, magonjwa kama rinderpest yaliwahi kupunguza sana idadi ya nyumbu katika miaka ya mapema ya karne ya 20. Lakini baada ya kampeni za chanjo kwa mifugo ya karibu, ugonjwa huo ulipungua na idadi ya nyumbu ikalipuka. Hii ilisababisha ongezeko la simba, ongezeko la fisi na mabadiliko katika uwiano wa mfumo mzima. Swali kubwa lilikuwa hili: kwa nini Serengeti imebaki imara wakati maeneo mengine yameporomoka? Jibu moja kuu ni ukubwa. Serengeti ni kubwa sana, ina zaidi ya kilomita za mraba 14,000 na imeunganishwa na maeneo ya jirani. Ukubwa huu unaruhusu uhamaji kuendelea, unaruhusu wanyama kuhama wakati wa ukame na unaruhusu mfumo kujirekebisha. Leo hii tafiti za Serengeti zinafundishwa katika vyuo vikuu vya ekolojia duniani. Ni mfano wa predator prey dynamics, ni mfano wa ecosystem resilience na ni mfano wa uhifadhi wa muda mrefu. Serengeti imekuwa darasa la wazi, lakini licha ya miongo ya tafiti, bado kuna maswali yasiyojibiwa kikamilifu. Je, mabadiliko ya tabia ya nchi yataathiri mzunguko wa mvua kwa kiasi gani? Je, mfumo utaweza kuhimili shinikizo la karne ijayo? Na je, uhamaji utaendelea kwa nguvu ile ile? Serengeti imetoa majibu mengi, lakini bado inabaki na siri, na pengine hicho ndicho kinachoifanya iwe hai. Leo hii hifadhi ya taifa ya Serengeti ni fahari ya Tanzania, lakini changamoto zipo: ujangili, shinikizo la barabara na maendeleo, na mabadiliko ya tabia nchi. Kama mvua itabadilika, uhamaji utavunjika. Kama mito itakauka, sauti za nyumbu zitapungua. Hivyo Serengeti ipo kwenye mizani ya wakati. Serengeti si mbuga tu, ni pumzi ya dunia kabla ya viwanda. Ni kivuli cha historia kabla ya mipaka ya kisiasa. Ni ushahidi ya kwamba asili inaweza kuishi ikiwa hatutaivunja. Ni milio ya simba inayokatiza ukimya wa usiku. Ni ardhi inayotikiswa na vishindo vya nyumbu wanapokimbia. Ni tai anayezunguka juu akitazama mzunguko wa maisha ukijirudia. Hapa kifo si mwisho, ni sehemu ya mwendelezo. Hapa nguvu si ya bunduki, ni ya uwiano. Kwa zaidi ya maelfu ya miaka, mfumo huu umejilinda, umehimili ukame, umehimili uwindaji, umehimili mabadiliko ya enzi. Na bado jua linapozama nyuma ya mti wa acacia, Serengeti bado inabaki pale pale, ikiwa imara, ikiwa hai, ikiwa inasubiri kizazi kingine kushuhudia muujiza wake. Ndiyo maana bado inaitwa ardhi isiyo na mwisho. Lakini ukweli ni huu: hakuna kitu kisicho na mwisho bila ulinzi. Serengeti itaendelea kuishi kadiri tutakavyoamua kuilinda, kwa sababu urithi wake hauko kwenye wanyama tu, uko kwenye uamuzi wa binadamu. Na swali la mwisho haliko kwa Serengeti, liko kwetu. Je, tutaacha ardhi isiyo na mwisho ibaki hivyo? Je, unafahamu nini kuhusu hifadhi ya taifa ya Serengeti? Tuambie maoni yako kwenye comment. The Storyside tunakusimulia kila hadithi za Afrika na dunia kwa namna isiyosahaulika. Ni mahali ambapo tunafanya historia haiishi, bali inaishi kupitia simulizi zetu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare simulizi hii kwa wengine. Tuonane kwenye simulizi inayofuata hapa The Storyside.